Ile hela nikaliwa $10,000. Stress zikaongezeka. Kitabu huna, $10,000 huna. Utamweleza nini baba yako? Na baba alikuwa anajua kupiga, baba alikuwa anajua kuchapa. Alikuwa ni bingwa kuchapa. Kwa hiyo nikawaza nikasema no, hapa ni bora kufa kuliko kwenda kuchapa na mzee, nibaki mlemavu na vitu kama vile. Babangu ni mkali, ni bora kufa. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Kumbuka, sikumbuki mwezi. Nikaenda mama yangu alikuwa ameenda shambani na wengine nilibaki peke yangu nyumbani. Nikapita mitaani nikakuta watu wanacheza kamari. Cheza kamari, kuna kitu wanataga weka hiki na hiki utaliwa, weka hapa kekundu sijui nini utaliwa hivyo. Kwa mimi nikasema hapa nitapata tu, nitapata. Nikachukua $10,000 nikaenda. Ili nile nikishakula nikanunue kitabu alafu Jumamosi nenda nacho kwa baba. Ili jambo najua hawalijui na ndo wanalisikia hivi. Ile hela nikaliwa $10,000. Stress zikaongezeka. Kitabu huna, $10,000 huna. Utamweleza nini baba yako? Na baba alikuwa anajua kupiga, baba alikuwa anajua kuchapa. Alikuwa ni bingwa kuchapa. Kwa hiyo nikawaza nikasema no, hapa ni bora kufa kuliko kwenda kuchapa na mzee, nibaki mlemavu na vitu kama vile. Babangu ni mkali, ni bora kufa. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Kumbuka, sikumbuki mwezi. Nikaenda mama yangu alikuwa ameenda shambani na wengine nilibaki peke yangu nyumbani. Kuna sumu moja inaitwa sijui ilikuwa tulikuwa gas mission. Ni sumu ambayo tulikuwa tunatumia kwa ajili ya kuweka, unachukua kizibo kimoja cha soda, unakiweka kwenye ndoo ya lita 20. Ukiweka ile sumu maji yote yanakuwa maziwa. Tulikuwa tunatumia kwa ajili ya kutunzia mazao ili yasibunguliwe na vitu kama vile. Ile sumu hukuhitaji kizibo kimoja cha soda ili ufe. Ulihitaji tu kulamba ili uondoke. Mimi nichukua kikombe cha chai, nikamimina ile sumu, nikanywa yote. Nikaandika kibarua nikasema msinitafute pengine niko darini nimekufa, kwa sababu sipendi kuchapwa na baba, maana sijanunua kitabu. Kwa nikaandika, nikakiacha kile kimemo pale mezani. Mimi nikapanda darini kusubiri kufa. Nikakaa kama dakika 10 sioni matokeo yoyote. Nikasema hii sumu naijua, naielewa hii, haiwezekani, kulikoni? Nikaenda kuangalia expire date yake, kama labda imekosa muda wake. Lakini sumu ni sumu, hata ikikosa, hata ikiishiwa muda wake yenyewe itakuwa tu. Nikakuta iko kwenye muda maalumu kabisa inaweza kukua. Kwa hiyo nikawaza mbona sifi? Dakika 10 zikapita na nilikuwa na kasaa fulani hivi. Nakumbuka nilikaibaga shuleni. Naangalia mbona sifi? Nusu saa nikasema ile sumu itakuwa na expire date yake iko vizuri tu, wala haina shida. Nikaenda nikatafuta sumu nyingine. Hii sumu ni ya unga. Tulikuwa tunataka kopa. Yaani ile mnaikoroga, mnaweka kwenye pampu, mnaenda kupigia kahawa shambani ili wadudu wasile, wakati mwingine paka mazao kukausha majani pale chini. Mimi nikakoroga kikombe kingine tena cha pili tena. Nikanywa, nikasema kama ile imeshindwa basi hii hapa iniue, ila sitaki kupigwa na baba. Nikapanda darini tena. Nikasubita nusu saa nyingine. Hata povu, hata chembe, hata tumbo kusumbua, hakuna. Nikatoka. Nikasema hii ngoma hii inaonekana hii sifi. Kulikuwa na dawa fulani hivi sumu na inaitwa Roundup. Yenyewe inatumika pia kukaushia majani. Wakulima wa mpunga, wakulima wa kahawa naelewa. Nikaenda pia nikaiangalia ilikuwepo mle ndani. Nikasema sasa ninyi nikasema sasa ile ya kwanza mbona inaua sijafa. Hii ya pili inaua. Sasa hii ya tatu inanisaidia. Nikaamua kuiacha. Nikachukua kile kimemo nikakichana, nikakitafuna pale. Nikaacha. Ndugu mtazamaji ambao unanisikiliza,
sikuwahi kuumwa hata tumbo, na mimi nina neema ya kutokugua. Huaga nawaza wakati mwingine au vile vitu Mungu alivyoamua kuvifanya tu kwa dawa ya milele kwenye maisha yangu au ni nini. Mimi sikuumwa. Siku ile Songea ndo Mungu alinionyesha, nikajua kumbe Mungu alikuwepo kuhakikisha ninabaki mzima nije nilitumikie shauri lake. Wewe ambao unakata tamaa, unavunjika moyo, maisha magumu, unachukiwa na kila mtu, unaona kama vile dunia nzima uko peke yako, unahisi hata waliokuzaa pia hawakuelewi, nisikilize, yuko Mungu anayekuelewa. Na hawakuzaliwa kwa bahati mbaya, hawakuzaliwa kwa sababu baba na mama wameoana, hapana. Ulizaliwa kwa sababu Mungu alitaka utokee duniani, lakini upitie kwa wazazi. Mimi Mungu amenihifadhi. Kuna uwezo wa Mungu sio kwa ajabu, sio kwa kawaida kwenye kutunza watu wake. Mimi Mungu amenitunza. Huu ni ushuhuda ambao ulipita siku ile, nikagundua kwamba kumbe sikuwa ile sumu, kumbe ilikuwa na uwezo kuwa, ila Mungu aliamua kuifanya kuwa kama maziwa tu ili aje anipate Beni wa sasa hivi ambaye naongea na wewe. Na hii wasaidie wale ambao mnaniuliza maswali mengi, Beni kulikoni, mbona uko hivi, mbona uko hivi. Shika ushuhuda utakusaidia. Watumishi wa Mungu amumtumikie Mungu kwa sababu tu tokea makanisani, hapana. Hata kabla unapita kwenye hali ngumu ya kimaisha, yuko Mungu ambaye anakujua kabla haujazaliwa wewe, na amekuita kwa makusudi, na kuna mpango mkamilifu ambao anataka wewe ufanikishe, ufanye duniani. Una kitu ambacho dunia yote haina, ni wewe tu uko nayo. Na Mungu akikupoteza wewe, amepoteza hicho kitu kizuri alichoweka ndani yako. Mimi ni shahidi wa haya. Pia likapita jambo lingine pia kwenye ile skrini. Jambo la 4. Wakati naendelea na maisha yangu, nimekuambia kwamba kuna kipindi niliishi Nzovwe. Nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa Shisimika kile nafanya kazi Nzovwe ya kuchoma chips. Siku moja nilikuwa naendesha basikeli, nimebeba kuni ambazo nilikuwa nimetoka kuzinunua mahali nizipeleke kwenye banda la chips ili tuendelee na biashara za chips. Wakati niko njiani, nyuma yangu kulikuwa na lori linakuja la mafuta, ile matenka haya. Ghafla mbele yangu mnyororo wa basikeli ukakatika, kama ulitoka hivi, alafu ukaenda kushika tairi la nyuma. Mimi nikadondoka kwenye lami. Nilipodondoka, lile gari lilipita juu yangu. Na hii najua pia hata watu wa Nzovwe pia wale ambao waliona wanaweza wakakubaliana mimi, ila sikumwambia yeyote, wala mama mdogo wala nani, sikumwambia. Ile gari lilipita likanikanyaga. Sasa huu ni ushuhuda ambao unategemea watu ambao waliona hiyo ajali. Wakati wale watu wanaona, wanasema waliona utumbo umetoka, waliona kichwa kimekatika, wengine waliona kama vile moyo pia umetoka. Kwa hiyo walikuwa wanakuja wanajiandaa kuokota, kukusanya moyo, kichwa, utumbo na miguu ili wakusanye hii maiti ijulikane ni mtu wa namna gani. Wakati wao wanakuja kukusanya hivyo, ajabu sasa ya Mungu huyu ambaye namtumikia, mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao wanashangaa ni nini kimetokea hapa. Utajiuliza ni kwa namna gani ilitokea, hata mimi pia sijui. Lakini wakati wanasema kichwa kidondokea huku, hawakioni kichwa. Na mimi nashangaa, na mimi nini kimetokea? Mungu akanionyesha hiyo, akaniambia nimetoka na wewe mbali. Na niliwaza sana, Mungu ananitunza kwa ajili ya hili. Ni baada ya kutoka pale, kwa sababu ilikuwa mbali na ofisini kwangu, nilikaa chini kama nusu saa hivi nalia. Ni nini kimetokea? Na mbona mimi maisha yangu ni ya shida? Mbona ni ya taabu? Mbona ni ya kimaskini?
Bwana ya dhiki. Yaani si bora tu ufe tu kama watu wengine ili uondokane hizi dhiki za dunia ambazo hazina namna. Huoni mlango kwamba kuna namna fulani itakuja kutoka kimaisha niwe mtu wa maana. Hauoni. Lakini katika maisha hayo Mungu huyu anayejua hatima ya maisha yetu, anayejua hatima ya maisha yako. Mungu hasumbuliwi na umaskini wako, hasumbuliwi na shida zako, hasumbuliwi na machozi yako. Mungu kinachomsumbua ndani yake ni kile alichokiweka ndani yako ambacho hataka kiwe faida kwa ulimwengu, kwa utukufu wa jina lake. Mimi Mungu aliniponya na hiyo ajali. Hicho kitu kikanivusha, kikapita pia mbele yangu pia. Mungu akanionyesha namna ambavyo alikuwa pamoja na mimi. Jambo lingine la ajali hiyo ilikuwa mwaka 2006 hapo. Mimi nilikuwa nakaa na rafiki zangu fulani, nilikuwa ninakaa nao ndani kwangu. Mmoja kwetu wa Hosea, sasa ni mchungaji na yeye pia yuko CBC Dodoma anasoma. Ni fahari kwangu sababu alipita mikononi mwangu. Lakini pia kuna mwingine anaitwa Bariki, na yeye pia nilikuwa naishi naye, na mimi pia najisikia fahari kwa ajili yake sababu naye pia anajiandaa kwenda chuo cha Biblia. Siku moja tukiwa watatu, ilikuwa ni mwaka wa, ilikuwa ni siku ya Pasaka kama sikosei. Tulienda kumtembelea dada mmoja ambaye tulikuwa na naye kwaya, na alikuwa kiongozi, anaitwa Pulkelia Makundi pale Sinza. Wakati tumefika, lakini pia tuliambata pia na dada mwingine tunaimba naye kwaya. Wakati ule alikuwa tunaimba naye kwaya, anaitwa Mariam Ali au Mama Sara. Anaweza kukumbuka hii scenario kama ataona hii video. Tukaenda, yeye alikuwa na watoto wake wawili. Kwa tukaenda watu pale kama 6 hivi, yani watu wazima 4 na watoto wawili. Tukaenda kwa yule dada, kwa ni dada yetu, ni rafiki. Tukafurahi Pasaka pale, tukala chakula, tuandalia kitimoto, mimi napenda kitimoto. Tukala pale vizuri sana. Katupeleka mpaka usiku wa saa 5 hivi. Baadaye tukaamua kurudi. Wakati tunaomba tuambariki yule dada kwa ametutendea fadhili, ametutendea wema, katuita sisi kula. Roho Mtakatifu akasema nami kwamba wale watoto wabaki. Kumbuka ni watoto wa yule mama, na yule mama ameolewa na mume wake. Wanabakije huku? Lakini nashukuru Mungu, yule dada nilipomwambia kwamba Mungu najisikia moyoni mwangu hao watoto wabaki, alimpigia simu mume wake, nikaongea naye nikamwambia bwana, hao watoto watakuja kesho na dada pili watakuja mjini, lakini tuache hapa ni usiku. Akasema haina shida. Beni haina shida, waache tu. Tukawaacha. Tukafika stendi, tukachukua daladala yetu, ilikuwa haina watu. Tukaingia pale, si ndo watu wa kwanza tumeingia. Mimi napenda kukaa mbele kwenye hizi daladala. Sababu ukikaa nyuma kwa hapa nini watu mgongano. Kwa hiyo mimi nikakimbilia mbele, nikakaa pale mbele na rafiki yangu mwingine kama sikosei. Tukakaa pale mbele. Ile gari imeenda kituo cha kwanza, cha pili, cha tatu, ikajaza. Imekaribia kujaza, nikaambia konda naomba nishuke. Nikasikia ndani yangu sote naniambia shuka, nenda kakae siti ya nyuma. Waambie wenzako mkae siti ya nyuma. Kwa hiyo nikaambia konda simamisha gari, dereva simamisha gari, nishuka. Sema konda chukua, ngambia asishuki moja kwa moja. Fungua mlango huko, nikafungua kwa daladala. Nikaingia kwenye daladala, nikaambia wenzangu njoni tukae nyuma. Ashukuru Mungu siti ya nyuma ilikuwa haina mtu yeyote. Ila gari inaenda kujaa. Kwa hiyo sisi 4 wote tukaenda tukakaa siti ya nyuma. Tumeenda. Sikikumbuki vizuri kile kituo kinaitwaje. Siku nyingi sasa. Toka leo ni miaka 20 sasa karibu iliyopita. Tupofika mara fulani pana kona. Ile gari ilijaza kiasi ambacho hata mlango kaa ufungi, watu waingia wananing'inia nje, wengine madirishani, maana si sikukuu sasa usiku. Na anayeendesha kumbe ni dai waka. Si gari yake, na ile njia haijui vizuri. Wakati anaenda mbele, kumbe mbele kuna kona hivi, afu kuna shule, ukuta wa shule. Ghafla ukuta huu hapa, kona hii hapa. Ile anataka kuikontrol ile gari akunje ile kona. Nakumbuka alipasua gari fulani ya taksi. Alikata ile taksi katika hivi upande fulani hivi.
Sijai kuona gari inakatika vipande viwili. Kwa mara ya kwanza niliona taksi inakatika vipande viwili. Baadaye si gari yetu kaingia kwenye kikorongo ambacho kinazuia maji, kinapitisha maji. Ikaserereka kwenye kile kikorongo ikapiga kwenye mti. Huyu Mungu ni Mungu anayetisha sana. Wakati ile gari inakita kwenye ule mti, waliokuwa wamebaki kwenye gari ilikuwa ni mimi na wenzangu wale watatu. Basi wengine wote walirushwa kwenye mlango, sababu mlango ulivunjika, ulikatika, ulitoka. Kwa wengi wao walitolewa kwenye mlango pale, walidondoka pale. Wengine walitolewa kwenye madirisha yatakuwa yameshavunjika, vioo mbele kule kumeshavunjika. Dereva nakumbuka usukani ulimbana hapa, ukamkata hapa karibu shingoni hapa. Aliyekaa mahali ambapo mimi nilikuwa nimehama kurudi kukaa nyuma alifia pale, nafikiri alipasuka, sio ni tumbo, sikumbuki vizuri, lakini walikufa wale pale mbele wote. Ile gari iliwa watu zaidi ya 18. Mimi na wenzangu watatu, mimi, Bariki, Hosea na Mariam, tulitoka pale hata mchubuko haupo. Wakati washangaa ile gari na maiti zimekaa pale usiku ule, inaelekea kwenye saa 6 hivi, watu wakusanyika. Watu tulipoambia sisi tumetoka kwenye gari, walihisi sisi ni wachawi. Walihisi sisi labda tumesababisha ile ajali. Kwa sababu haiwezekani watu wamekufa hivyo, wamekatika miguu, vichwa, nini. Ninyi mtoke hata kuchubuka. Kama ni hasara nilipata, kiatu changu kilikuwa kipya, ile soli ya nyuma ya kiatu, mguu wa kulia ilibanduka, kile cha kukanyagia cha kisigino kile kilibanduka. Labda ndo hasara nilipata. Lakini watu walikufa pale. Nakumbuka rafiki yangu Hosea akasema, Ben, sipandi tena gari, naomba tutembee tu kwa mguu. Tutembea kwa mguu kutoka maeneo ya Sinza mpaka Msimbazi Center. Kama mwenzangu amekataa kutembea kwa miguu, anaogopa na alikuwa ni mgeni. Kwa hiyo tukamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ile ajali. Sasa sikuchukulia maanani kwamba hii inaambatana na wito. So siku wakati naona skrini pale Songea, ndio ilipita ile pia kwamba Mungu anasema kwamba hata hapa pia nilikuwepo kukulinda ili uje unitumikie. Kwa tukapona kwa namna hiyo. Mungu ni Mungu anayetisha. Nguvu za Mungu ni za ajabu. Ulinzi wa Mungu sio wa kawaida. Mimi niyo mkweli, kuanzia pale sijai kuogopa ajali. Na hata leo, hata kesho. Mimi tukisafiri, wakati mwingine hata kuombea ajali kwamba Mungu nilinde nini, mimi huwa siombi. Sisemi wanaomba nafanya makosa, hapana. Lakini nimemuelewa Mungu kiasi ambacho siwezi kukuelezea sana juu ya ulinzi na utunzaji wa kimungu kwa watoto wake ambao amewaridhia, amekusudia mema, ana mpango na wewe na wao. Mungu hahitaji umuombe ili akulinde. Anachokilinda Mungu sio wewe hasa, ni kile ambacho ameweka ndani yako. Akikupoteza anapata hasara kwa sababu hakitafanyika kwa mtu mwingine. Kwa hiyo Mungu akatutunza namna hiyo. Mungu akanisaidia. Usiogope. Kuna watu wasemaga, mtumishi, sisi kutokufa kwa ajali, pepo la ajali. Ukisha okoka, wewe ni mali ya Kristo, wewe ni mali ya Mungu. Wewe ni fahari ya Mungu. Wewe ni yule ambaye Mungu anamjali, anampenda kuliko maombi yake. Nataka nikwambie, sio wote wanaokufa kwenye ajali hawakuomba. Waliomba, walifunga, lakini wamefia kwenye ajali. Mungu wanahesabu kama wamemaliza safari yao. Mungu akitaka uishi, utaishi. Hakuna mkono wa mtu, hakuna miujiza ya mizimu itaondoa. Mimi siogopi kufa kwa sababu nilisha kufa tayari. Anaishi sasa, anaishi kwa ajili ya Kristo. Lile andiko ambalo Paulo anazungumza kwa Timotheo, kama sikosea, Timotheo 2:19-20 pale, anasema uhai nilio nao ninao katika Kristo Yesu. Si mimi naishi bali Kristo ndani yangu. Mimi wa kitu kwangu mimi ni halisia. Sisome ile kama andiko tu limeandikwa. Kristo mimi ndani yangu anaishi. Mimi ni yule ambaye alishakufa siku nyingi, alishazikwa siku nyingi. Kama niko hai, basi ni Mungu amekusudia mema. Walishatuzika, walishatangaza matanga,
washazungumza vyote, ila mimi niko hai mpaka leo. Jambo lingine ambalo Mungu pia alipitisha siku ile na vitu vingi. Jambo lingine ni kwa habari ya uokovu wa Mungu alioufanya kwangu kutoka kwenye kifo au mauti ya maji. Hii ni nyingine. Kuna mwaka nilienda kwenye misheni Malawi. Tulikuwa na misheni kule kama TAG Lala. Kwa mimi nilienda kule. Mara ya kwanza nilipoenda nilipita vizuri, haikusumbua. Lakini nilipofika pale sema ita Muhona Malawi kule. Kwanza muujiza wa kwanza, ngoja nianzie hapo. Muujiza wa kwanza, sikuwa na passport. Alafu nataka kwenda Malawi. Nikaisikia sauti nikaniambia nenda. Nenda. Kwa mimi nilipita boda, hakuna aliyeniuliza, hakuna aliyenisemesha, nilipita salama. Nikaona hivi vitu watu wanasimulia, watu wanatusimulia kwamba nilipita pale sijui, mimi imenitokea. Nilipita boda, hakuna mtu aliuliza unaenda wapi, wewe ni nani, mbona hivi. Watu wanapita kabisa hapo, wanatoa pasipoti, wanaenda wanapiga pale step zao pale. Mimi nilipita tu kama vile upepo. Nikafika. Nilipofika kule nikaambiwa na missionary ambao tulikuwa tumemweka kule, anaitwa Elizabeth Kuyokwa. Akaniambia, mtumishi, hapa bwana kuna chifu yupo. Huyu chifu ukishafika hapa lazima uende kwake umsalimie ili ajue kwamba wageni wameingia kwenye mji wake. Ni taratibu za huku. Kaambia na shida. Kaenda kule chifu, na alikuwa ni mwanamke na anaogopwa sana. Kamkuta pale na mchungaji Elizabeth Kuyoko akanitambulisha pale. Yule chifu akanipokea, akasema karibu sana, karibu sana. Mimi nikaanza kumpiga injili. Nikamwambia unatakiwa kuokoka. Akasema siwezi kuokoka mimi, nasimamia ngome, nasimamia pia ngoma pia za mizimu, sio na nini. Akazungumza vitu vingi sana pale. Kaambia Yesu anakuhitaji. Kazungumza naye pale, baadaye nikamwacha. Nikamwambia na imani nitakaporudi nitakuta umeokoka. Akasema, akacheka sana kwa dharau kwamba hamna, haiwezekani. Yule mama baadaye wakati naondoka nikapiga maombi, akaniruhusu kuomba. Nikaachilia fire. Kama unavyojua wainjilisti ukipewa nafasi kadogo unaweza kutumia. Kwa mimi nikatumia, nikamsimika Yesu pale. Nikafanya ile huduma pale Malawi, baadaye nikaondoka. Niliporudi mara hii nyingine, na yenyewe pia nilipita bila passport. Sasa wao usijaribu kupita bila passport, usije kusema ndo kanuni, hapana. Mimi nilipita bila passport, na hii pia nilipita hivyo na pia. Nikaenda. Mvua zilinyesha sana. Na kule kuna milima, Malawi ni nchi ya milima. Kule kuna milima, kuna mito mikubwa. Nakumbuka gari tulikuwa tumepanda ikatufikisha mahali fulani, ikasema huko hatuwezi kwenda. Na ule mission tulikuwa tufanyia mbali sana, milimani mbali sana. Mahali ambako hata basikeli pia hazifiki. Kwa hiyo nikafika mahala, nikachukua bodaboda. Ikanipeleka, nikalipa kama 16,000 hivi. Ikaniambia, mtumishi, huko siwezi, hatuwezi kwenda, maji ni mengi. Mbele kulikuwa na mito kama 13 hivi. Nilivuka mto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, na leo hivyo hivyo, napita. Ngoma ikaja kwenye mto wa mwisho. Hapo ukienda huko peke yako au kuna wenzako? Hapo niko peke yangu. Niko peke yangu na begi langu tu. Nilipofika mto wa mwisho, ule mto ulikuwa umejaa sana, kiasi ambacho mimi nikiingia sionekani. Yaani sionekani. Halafu ule mto unashuka ukiwa na kasi, unabeba mawe, umebeba matofali, umebeba mabati, nikavu libomoa majumba huko, umebeba miti, vinashuka vitu. Alafu wananchi wengi sasa wa Malawi wamekaa pembezoni, wanashangaa vitu ambavyo vinapita, kwa sababu hawajawahi kuona, na wao pia mvua ile ilikuwa imenyesha mbali afu nyingi sana. Mimi niko ngambo hii, ni Malawi kwa kini, niko ngambo hii, nataka nivuke mto ili nianze safari kupanda milima nifike kule kwenye misheni.
Akili nyingine inaniambia, Beni, hapa rudi Dar es Salaam, rudi, sababu huwezi kuvuka. Nikiwa nawaza, nikauliza mwenyeji, huu mto ukiwa hivi unapungua baada siku ngapi? Akaniambia hapana, kwanza haujawahi kujaa kiasi hiki, na hata ukijaa, kwa sababu unachukua milima mingi, mabonde mengi sana, unaweza kumaliza hata siku 3 mpaka 5, una kasi hii. Kwa hiyo ikitokeaga hivi, huwa mawasiliano huwa yanakuwa hayapo tena, hata waogeleaji hawezi tena kupita. Nakumbuka nikakumbuka kwamba kuna wakati wana wa Israeli walipita kwenye bahari ya Shamu. Nikaingiwa na imani, huwa naita imani ya kiwenda wazimu. Nikasema nitapita hapa, kwa sababu siendi disco, siendi msibani, siendi kusalimia wazazi, ninaenda kufanya kazi ya Mungu. Nitapita hapa. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.